Hadithi fupi ya kocha Romain Folz klabuni Yanga ilifika tamati Jumamosi mara baada ya Young Africans kupokea kichapo huko nchini Malawi dhidi ya Silver Strikers, huko Young Africans wakisema kwamba ni makubaliano ya pande mbili, lakini mwanzo wa mwisho wake ulionekana mapema zaidi. Tangu msimu huu Yanga ilikuwa ikicheza soka tofauti na mashabiki wa timu hiyo walivyoizoea. Licha ya kupoteza mechi moja tu na kuruhusu bao moja katika 6 ilizocheza, ushindi ulionekana ukitegemea zaidi vipaji binafsi vya baadhi ya mastaa akiwemo Pacome Zouzoua. Ndio maana katika mechi ambayo Pacome alibanwa, haikushangaza kuona timu hiyo ikipoteza mchezo wake ugenini Malawi dhidi ya mabingwa wa nchi hiyo Silver Strikers, huku mshambuliaji nyota Clement Mzize mwenye uwezo wa kupunguza mabeki na kufunga akiwa nje ya uwanja kutokana na majeraha. Yanga imeonekana kupoteza makali mbele. Hata nafasi za kufunga hazionekani kutengenezwa kwa wingi tangu alipoondoka Stefan Aziz Ki aliyejiunga na Wydad Casablanca ya Morocco, wakati pia Yanga haionekani kutawala eneo la kiungo ambalo pia lilikuwa likianzisha mashambulizi mengi kabla kuondoka kwa Khalid Aucho, ambaye kati ya sifa zake kubwa ni kusambaza mipira kwa pasi fupi na za mbali zenye macho. Lakini kabla ya haya yote kulikuwa na mambo matano ambayo Folz alikuwa anajificha na kuupa mtihani uongozi wa Yanga kumfuta kazi Mfaransa huyo. Jambo la kwanza ni matokeo na kombe juu. Licha ya mashabiki wa Yanga kulalamika kwamba timu yao haikucheza vizuri, lawama ambazo alikuwa akishushua Folz, timu ilishinda mechi zake 4 kati ya 5 za kimashindano kabla kupoteza mechi ya kwanza juzi huko Malawi. Yanga ya Folz ilifunga Simba bao 1-0 katika mchezo wa ngao ya jamii na kuchukua taji hilo la kwanza msimu huu, kisha ikaitandika Wiliete ya Angola ugenini mabao 3-0. Kisha nyumbani wakashinda mabao 2-0 katika mechi 2 za hatua ya awali ya mtoano wa ligi ya mabingwa Afrika na kuichapa Pamba Jiji ya Mwanza mabao 3-0 katika ufunguzi wa ligi kuu bara, na mwisho ikatoa sare ugenini dhidi ya Mbeya City. Cha pili ni viwango vya wapinzani. Hoja ya pili iliyombeba Folz ni ubora wa wapinzani. Ongeza kusema mashabiki wa Yanga wanailinganisha timu yao na viwango vya wapinzani, lakini bado wanapata shaka kwa kuwa hakuna timu ambayo imechanganya na kuonesha kiwango kikubwa. Ukiitazama Simba wanaikosoa hoja hii kwamba wapinzani wa Yanga wanacheza vizuri, bado mambo hayajatulia kabisa kwa wekundu hao. Ukihamia Azam nako mambo ni yale ikiwa chini ya kocha mpya Florent Ibenge, bado mambo hayajatulia, ikiwa pia ndani ya mechi zake 4 za mashindano yote imetoa sare 1 na kushinda 3. Hapa tafsiri rahisi unaipata ni kwamba bado ni mapema sana kwa timu zote kujadiliwa kwa hoja ya wachezaji au kocha hafaya, kutokana na msimu ndio kwanza una mechi 2 tu kwa timu zote kuanzia ndani na kimataifa. Jambo la tatu ni ukamilifu wa kikosi. Ukiangalia tangu Folz alipoanza kufanya kazi Yanga, hupati siku 15 wala 20 ambazo amekaa na kikosi chake kizima mazoezini. Yanga imekuwa na ratiba kujiandaa na msimu mpya kwa wachezaji wake kutokamilika kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wa Folz na hata mabosi wa timu hiyo. Kwenye mazoezi ya kujiandaa na msimu mpya, Folz amekuwa akipata nafasi ndogo sana ya kuwa na timu yake kamili, hatua ambayo kitaalamu ni vigumu kwa kocha kufanya mambo yake kwa utulivu mkubwa. Kuna wakati Folz alilazimika hadi kuchukua wachezaji wa timu za vijana kufanya nao mazoezi ili kuongeza idadi ya wachezaji kwenye kikosi cha kwanza. 4 ni wachezaji timu za taifa. Wakati Folz anafika alikutana na ratiba ya uwepo wa fainali za mataifa Afrika kwa wachezaji wa ndani, yani Chane na Taifa Stars ilikuwa na wachezaji 6 wa Yanga, na kati ya hao 5 walikuwa ni panga pangua kwenye kikosi cha kwanza na mmoja akiwa benchi. Wachezaji hao 5 ni wale ambao pia wana sifa za kuingia kikosi cha kwanza cha Yanga, wakiwemo mabeki Ibrahim Hamadi Baka, Dickson Jobo, Mohamed Hussein Shabalala, Mudathir Yahya na mshambuliaji Clement Mzize, huku benchini akiwa Shahani Hamisi. Baada ya Stars kutolewa robo finali, kafuata ratiba ya mechi za mtoano kwa nia kufuzu finali za kombe la dunia, na hii iliwazuia wachezaji hao kurudi klabuni mpaka pale ratiba ya FIFA ilipokamilika. Yanga kwenye ratiba ya mechi hizo ya kalenda ya FIFA iliathirika kwa njia chanya kwa kupoteza kuanzia wachezaji 10 na kuendelea kwenda kujiunga na mataifa yao, hatua ambayo ni wazi kwa kocha mpya anayejenga kikosi chake ni vigumu kutengeneza mambo kama ambayo alikutana nayo Folz. 5 wachezaji wapya na kocha mpya. Soka ni sayansi kwa sasa. Wanachotaka mashabiki wa Yanga ni kuona soka la nguvu linapigwa, lakini wanasahau sayansi hiyo inawazuia kuona mazuri hayo kwa haraka zaidi kiasi hicho kutokana na muda kutotosha. Folz alihitaji muda kujenga timu. Ni mapema kuonekana kama hatoshi kuiongoza timu hiyo, hasa wakati huu ambao msimu wa mashindano umeanza, na yeye akiwa mpya kwenye timu mpya alihitaji kuongezewa utulivu ili afanye kazi yake. Imeandikwa na Khatim na Heka na kusoma kwako nami Hamza Said.